Mwamba Putin amuonya mwamba wa Marekani Trump kuhusu kuipa Ukraine makombora ya Tomahawk. Rais wa Russia Vladimir Putin amemuonya rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo ya simu kwamba kuipa Ukraine makombora ya masafa marefu ya Tomahawk kutaharibu zaidi uhusiano kati ya Moscow na Washington. Katika mazungumzo ya karibu saa 2:30 Alhamis, Putin alisisitiza kwamba ingawaje makombora haya hayatabadilisha hali katika medani ya vita, lakini anaweza kuharibu kwa kiasi kikubwa uhusiano wa kidiplomasia na kuzuia juhudi za amani nchini Ukraine. Hayo ni kwa mujibu wa msaidizi wa rais wa Russia Yuri Ushakov. Wakati wa mazungumzo hayo, Putin amemfahamisha Trump kwamba Russia inashikilia mpango kamili wa kimkakati katika mstari wa mbele wa vita nchini Ukraine. Trump kwa upande wake amesisitiza kuwa kumaliza mzozo huo kutaleta fursa kubwa za ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Baada ya mazungumzo hayo, Trump alitangaza kwenye mtandao wake wa kijamii wa Trust Social kwamba yeye na Putin wanapanga kukutana nchini Hungaria ili kujadili zaidi mzozo unaoendelea baada ya wajumbe wa ngazi ya juu kukutana wiki ijayo. Kabla ya hapo, Putin alisema ikiwa Marekani itaipatia Ukraine makombora aina Tomahawk ili kufanyia mashambulio ya masafa marefu ndani ya Russia, hatua hiyo itapelekea kuvurugika uhusiano wa Moscow na Washington. Jeshi la Russia limesema linachunguza iwapo Marekani itaikabidhi Ukraine makombora ya meli ya Tomahawk au la kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi dhidi yake, na kuonya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha mzozo mkubwa. Na nikwambie, leo Rais Donald Trump wa Marekani atakutana na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine mjini Washington, siku moja baada ya kufanya mazungumzo na Putin wa Urusi, ambapo walijadili hatua za kumaliza vita. Na Trump amesema mazungumzo yake kwa njia ya simu na Putin yalikuwa mazuri na wamekubaliana kufanya mkutano wa kilele mjini Budapest nchini Hungaria mnamo wiki zinazokuja. Atakutana na Rais Zelensky katika wakati anatafakari uwezekano wa kuipatia nchi hiyo makombora ya masafa marefu ili kusaidia kukabiliana na Urusi. Inatazamiwa kuwa Zelensky atamsihi Trump aidhinishe Ukraine kupatiwa silaha hizo na mifumo zaidi ya ulinzi, hasa kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya anga ya Urusi. Usiku wa kuamkia leo, Urusi ilishambulia miundombinu ya umeme ya Ukraine kwa droni na makombora na kusababisha ukosefu wa nishati hiyo muhimu kwenye mikoa kadhaa. Sasa hayo yakiendelea, ubalozi wa China mjini Washington umesisitiza kuwa kuwekwa vikwazo vya upande mmoja na mashinikizo mengine yoyote kutoka kwa serikali ya Marekani hakutaathiri ushirikiano wa kunufaishana kati ya China na Russia. Taarifa ubalozi wa China mjini Washington imetolewa kujibu matamshi ya Donald Trump ya kuitaka Beijing iache kununua mafuta ya Russia. Liu Pengyu, msemaji wa ubalozi wa China mjini Washington, ameziambia duru za habari kwamba China inakataa kwa nguvu zote vikwazo vyovyote visivyo halali vya upande mmoja, hatua za kulazimishwa na shinikizo kwa namna yoyote. Mwanadiplomasia huyo ameongeza kuwa ushirikiano wa China unafanyika katika fremu ya mfumo wa jamii ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na nchi rafiki. Russia ni wa kimantiki na wa kisheria unaozingatia sheria za kimataifa, haudhuru maslahi ya upande wa tatu na unapaswa kuheshimiwa na kuungwa mkono. Ubalozi wa China pia umetangaza kuwa Beijing iko tayari kwa vita vya kibiashara na Marekani, lakini pia iko tayari kuzungumza. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa Marekani haiwezi kudai suluhu ya mizozo kwa upande mmoja na kuweka shinikizo kwa nchi nyingine kwa kutishia kuziwekea ushuru wa forodha. Marekani inapinga vikali kuimarishwa mfumo wa kambi kadhaa na inajaribu kudumisha nafasi yake ya kupenda vita kimataifa kwa kutumia mabavu na kulazimisha matakwa yake kwa nchi nyingine, na katika mchakato huo inanufaika na msaada wa baadhi ya washirika wake wa Magharibi. Pamoja na hayo yote, ushahidi unaonyesha kutengwa Marekani kwa sababu ya hatua na maamuzi ya upande mmoja na ya mabavu ya Trump, na hivyo kupungua kwa nafasi kuu ya Magharibi duniani chini ya uongozi wa Marekani. Lakini kwenye uwanja wa kivita, ni kupitishe huko kwa uchache kile ambacho kimeendelea kushika hatamu. Urusi imewasilisha shambulio kubwa la silaha za usahihi, ikiwa ni pamoja na makombora ya hypersonic ya Kinzhal kwenye maeneo ya nishati ya gesi ya eneo la kijeshi na viwanda la Ukraine, kujibu mashambulizi ya Kiev kwenye vituo vya kiraia vya Kirusi, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Jeshi la Ukraine lilipoteza takriban wanajeshi 1650 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Vilevile, katika siku iliyopita askari wa Kiukraini wamefanya mashambulizi ya droni 100 na zaidi ya silaha 5 kwenye maeneo ya mkoa Belgorod katika siku iliyopita, makao makuu ya kazi ya eneo la mpaka la Urusi amesema kupitia chapisho lao ndani ya Telegram. Hayo yakiendelea,
Mwandishi wa habari wa jeshi la Urusi Ivan Zuyev ameuawa katika mkoa wa Zaporizhzhia wakati wa shambulio la Ukraine, wakati mwandishi mwingine Yuri Votkevich akijeruhiwa, shirika la habari la Rosia Segodnya linaripoti. Ulinzi wa anga wa Urusi unazuia shambulio la kombora kwenye mji wa mapumziko wa Bahari Nyeusi wa Sochi. Meya Andrei Proshnin anaandika kwenye Telegraph. Hapo awali Proshnin alisema mji huo umekuwa ukijibu shambulio la ndege isiyo na rubani. Vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimefanya mashambulizi matatu ya makombora kwenye eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk katika muda wa saa 24 zilizopita na kujeruhi raia mmoja. Idara Donetsk People's Republic kwa kuandika uhalifu wa kivita wa Ukraine imesema siku ya Ijumaa. Kwenye kipindi cha miezi michache iliyopita, wanajeshi wa Ukraine wamekuwa wakirusha makumi ya ndege zisizo na rubani kuelekea mji wa Edgodar kila siku. Maxim Pukov, meya wa jiji la Zaporizhzhia, anasema hali imekuwa ya wasiwasi hasa kipindi cha miezi miwili iliyopita. Kumbuka, huku juhudi zinafanyika za kuhakikisha mazungumzo yanapatikana na vita viweze kumalizika, lakini mashambulio ya hapa na pale bado yamekuwa yakiendelea. Kwingineko, Umoja wa Ulaya tayari umetumia euro bilioni 180 katika msaada wa kijeshi kwa Ukraine, na hatari ya Ulaya kujihusisha moja kwa moja na Urusi haijawahi kuwa kubwa zaidi. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema hatari ya Ulaya kuingia katika vita kati ya Urusi na Ukraine haijawahi kuwa kubwa. Orban alisema akihutubia mkutano wa mashirika madogo ya Hungaria nje ya nchi. Kulingana na yeye, EU tayari imeelekeza euro bilioni 180 katika vita vya Ukraine na inatazamia kuunga mkono vita kwa kifurushi kingine chenye thamani ya euro bilioni 40 mara tu wa Ukraine wanapoishiwa na akiba. Viongozi wa Ulaya wameuelezea mzozo wa Russia na Ukraine kama vita vyetu, mkuu wa serikali wa Hungaria alibainisha, ambayo inaonyesha kwa mara nyingine tena kwamba EU imechukua upande wa Ukraine waziwazi. Vile kwa kuzingatia hali ya kisasa ya vitendo vya hujuma na ugaidi vinavyofanywa na utawala Kiev, ni dhahiri kwamba mashirika ya kijasusi ya magharibi yanawapa mkono. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema. Shukran kwa Babu Kivita ni Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.